Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya 28 katika mwezi wa 10 ambao kwetu sisi ni mwezi wa Rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema mwezi wa Rozari na mwezi wa Halloween, namna mbili tofauti za kutazama mwezi wa 10. Mwezi wa 10 ni wa kipekee. Kwetu sisi ni mwezi mtakatifu wa Rozari, lakini kwa wengine ni mwezi unaoitwa mwezi wa Halloween. Kwani Halloween ni kitu gani? Halloween ni shamra zinazoanza tarehe 1 na kuhitimishwa tarehe 31 ya mwezi wa 10, ambapo watu katika nchi kadhaa, hasa nchi za Ulaya, Marekani na Kanada, wanapamba nyumba na maeneo mbalimbali kwa masanamu ya kutisha sana, hasa ya mashetani, mavazi ya kimizimu na mifupa bandia ya wafu na kadhalika. Hatukupenda kuleta picha hizo katika tafakuri hii kwa sababu ni mapicha yanayotisha na kuogofya sana. Jinsi masanamu na mapicha hayo yanavyoweza kuogofya ndiyo yanapendwa zaidi na kuwekwa katika nyumba na maeneo mbalimbali. Hakika vitu hivyo ukiviona kwa mara ya kwanza utatishika sana. Chanzo cha Halloween ni kipi? Chanzo cha Halloween ni kuwa ilitokana na sherehe ya kale ya kipagani ambayo ilifanywa na Wakelti waliokuwa wanaishi maeneo ya sasa ya Ireland, Scotland na sehemu za Uingereza. Kwao sherehe hii ilikuwa sherehe ya mwisho wa mavuno na mwanzo wa majira ya baridi, kipindi ambacho waliamini mpaka kati ya ulimwengu wa walio hai na waliokufa unakuwa dhaifu. Kwa hiyo utaona mwisho wa sherehe hizi ndio kwao ulitenga majira ya mavuno na mwanzo wa majira ya baridi, yani kuanzia mwezi wa 10, mwishoni mwa mwezi wa 10 na mwanzo wa mwezi wa 11. Na utaona kwetu sisi wa Kristo tarehe 1 mwezi wa 11 ndio tunasherekea sikukuu ya watakatifu wote, na tarehe 2 tunasherekea pia sikukuu ya roho zilizokwisha kuaga. Sasa hawa Wakelti waliamini kwamba roho za marehemu hurudi duniani usiku huo, na baadhi ya roho hizo zilihesabiwa kuwa zenye wema, lakini zingine zilikuwa zenye madhara. Kwa hiyo walivalia mavazi ya ajabu au ya kutisha ili kujilinda dhidi ya mizimu mibaya. Sasa basi, katika jamii ya kileo, sherehe hizi au tamaduni hizi zimepewa kipaumbele sana katika mwezi huu wa 10, na ndivyo utaona basi kama tulivyosema, maeneo mbalimbali yanapambwa na mapicha ya kutisha, masanamu mabaya na hadithi za kuogofya na za kutisha. Ndiyo basi utaona ni mwezi mmoja, lakini unaonyesha njia mbili tofauti kabisa za kuelewa maisha, hasa kifo na matumaini. Sisi wengine tunasali Rozari tukitafakari maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasali Rozari si kwa woga, bali kwa imani na matumaini, tukijua kuwa hata mbele ya kifo Kristo ameshinda mauti. Kwetu mwezi wa 10 ni mwezi wa kutafuta mwanga wa kiroho, si wa kuogopa giza. Lakini kwa wenzetu ni kama mwezi wa mizimu, uoga na mambo ya kutisha. Badala ya kutafakari uzima wa milele, wengi wanazama katika taswira za kifo, uoga, mizimu, wakijaribu kufurahisha macho na hisia, lakini si roho. Lakini pia hapa kuna fundisho kwetu.
Katika maisha yetu utaona baadhi yetu wanajitoa kusali rozari kwa amani ya ulimwengu, ustawi wa taifa na maendeleo yao wenyewe. Lakini vile vile kuna wanaochagua maisha ya starehe. Kuna ambao wanatenda matendo ya uovu, ubinafsi, chuki na mambo kama hayo. Sasa basi, kumbe ni wakati wetu sisi kujichunguza na kujihoji. Je, sisi tumechagua fungu lipi? Tumsifu Yesu Kristo.